Rais wa China Bwana Xi Jinping amemtahadharisha Donald Trump, rais wa Marekani, akisema kwamba Marekani sasa inapaswa kuwa makini inapokuwa inatoa silaha kwa Taiwan. Xi Jinping alimwambia Donald Trump. Rais wa China Bwana Xi Jinping amesema Taiwan ni suala muhimu katika uhusiano wao na Marekani baada ya kuzungumza na Rais Trump kwa njia ya simu siku ya jana. Xi alimwambia Trump kuwa makini unapoipa Taiwan silaha za kijeshi na kuongeza kuwa uhusiano wao na Marekani una umuhimu mkubwa na anatumai watasuluhisha tofauti walizokuwa nazo. Trump alisema mazungumzo hayo yalikuwa ni mazuri, marefu na ya kina. Maongezi kati ya wawili hao yanajiri siku chache tu baada ya Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kukamilisha ziara yake nchini China. Hata hivyo, rais wa Marekani amekuwa akitumia fursa hizi baada ya kuona watu wa magharibi wanahamia huko. Ikumbukwe baada ya ziara ya viongozi wa Umoja wa Ulaya kuelekea nchini India, rais wa Marekani Donald Trump alifanya mazungumzo ya muda mrefu na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, na moja kati ya mambo ambayo waliyazungumza ni ushirikiano wa kina katika biashara na hatimaye kufikia mpango wa kuondoa ushuru kutoka 25% hadi 8%, na baadhi ya vyombo vya habari vikieleza kwamba Trump ameamua kuondolea ushuru wa India. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hii ni mipango ya rais wa Marekani Donald Trump baada ya kuona washirika wake wanamkimbia, washirika wake wa muda mrefu ambao sasa wametafuta fursa muhimu katika mataifa yenye idadi kubwa ya watu wengi ulimwenguni kwa maana ya China pamoja na India. Ziara ya Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ilikuwa ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya Uingereza na China. Sasa Trump, ambaye anatarajiwa kuzuru China mwezi Aprili mwaka huu, amesema kuwa Beijing inapania kununua tani milioni 20 za maharagwe ya soya kutoka Marekani. Uhusiano wetu na China pamoja na mahusiano yangu binafsi na Rais Xi ni mazuri na sote tunajua umuhimu wa kuhakikisha inasalia hivyo, Trump alisema katika ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Trump na Xi pia walizungumzia vita vya Urusi na Ukraine, hali ya sasa nchini Iran na China kununua mafuta na gesi kutoka Marekani. Aidha, Beijing ilionya kuwa yeyote atakayethubutu kuunga mkono Taiwan kuwa taifa huru atakabiliwa vikali, akidai kuwa bado eneo hilo ni sehemu ya himaya ya Uchina. Hata hivyo, inadaiwa kwamba wakati huu rais wa Marekani Donald Trump ameona kwamba wakati unazidi kuyoyoma na mataifa ya BRICS yanayoongozwa na China na Urusi yanazidi kutengeneza himaya kubwa zaidi, na kwamba yanaondoa ule mpango wa zamani wa New World Order. Sasa rais wa Marekani Donald Trump anataka kutumia fursa hii ya kutengeneza utatu, kwa maana kutengeneza uwepo wa Marekani katika kuidhibiti dunia uendelee kuwepo, lakini pia wakati huu ambapo atakuwa na mataifa ya Urusi pamoja na Uchina na jumuiya ya BRICS kwa ujumla. Mpango wa BRICS ambao unaongozwa na China na Urusi ni juu ya kuwepo kwa mfumo ambao ni wa wote, kwa maana kusiwa na taifa ambalo litakuwa kiongozi wa kufanya lolote itakavyo katika ulimwengu. Sasa mpango huu unaonekana unaelekea kufanikiwa, na ndipo ambapo wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mipango ya wasomi wa Marekani wameona hakuna namna isipokuwa kuendana na mfumo huo ili tu iendelee kusalia katika kuwa na nguvu katika ulimwengu. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.